ya hekima, kwa maana iko jambo hili, jambo la kikanuni waga tunapenda litatuliwe kikanuni, jambo la kisheria litatuliwe kisheria, jambo la busara litatuliwe kwa busara. Sasa leo hii mamlaka za mpira zimetabainisha, inavielekeza vilabu vyake kwamba tufuate kanuni, sheria na miongozo yake kwenye kuusimamia mpira wa miguu katika taifa letu. Basi tunapenda kanuni zile na viongozi wa mpira nao wazifuate. Leo hii rais anapokuja kuzungumza maneno ambayo yanaashiria kuwadharau, yanaashiria kuwakebei klabu nyingine, alafu klabu hiyo sio klabu ndogo, ni klabu kubwa, ni kuukosea heshima mpira wa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama wana Dar es Salaam, yamezungumzwa mengi, yametoka matamko mengi, lakini kubwa, ili mpira tuwe na imani, tuendelee kumheshimu na kumtii kiongozi wetu, ni kutoka hadharani kufuta kauli zake na kuwaomba radhi kwa Young African, kwa sababu wao ndo wahanga katika hiki kinachoendelea kwenye mpira wetu, kwa sababu tunadai haki yetu ambayo tunaamini kanuni zingefuatiliwa kwa uweledi na wale wasimamizi wa mpira kwenye taifa hili, naamini huko kote tusingefika. Lakini kilichotokea tumefika huko tulikofika ni kwa sababu kuna watu wanaamini tuishi kwenye busara na hekima kuliko kufuata kanuni na taratibu za mpira zinavyotaka. Sasa sisi kama Young Africans, ametangulia kusema mratibu, tumeona matamko ya viongozi wetu, tumekwenda vyombo vya juu kabisa vya kudai haki yetu itakapokuwa imepatikana, tunaamini tutarejea kwenye mashirikiano. Lakini je, tunashirikiana vipi na mtu ambaye tayari ameshatoka hadharani kutudharau, ameshatoka hadharani kutukebei, ameshatoka hadharani kutuelekeza wapi twende tukajiunge na michezo mingine nje ya football? Kwa hiyo sisi kama wanayanga, ni kwa maana kwamba tunaheshimu, tunakwenda kwenye mashindano ya Chani, tunakwenda kwenye mashindano ya Afcon, taifa letu linakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa nchi, na sisi ni waumini wa kulinda na kuendeleza amani tuliyokuwa nayo. Hatutaki klabu ya Young African ikiwa sehemu ya kuleta matatizo katika kipindi ambacho taifa inaelekea kwenye mambo muhimu ya msingi kwenye taifa letu. Kwa hiyo katika lugha ya kiungwana kabisa, na mkubwa akikosea kuomba radhi wala sio dhambi, kuwataka radhi waliowakosea wala haionyeshi kwamba yeye ana mapungufu kwenye uongozi wake. Kikubwa ni kwamba tunamtaka rais wa mpira wa taifa hili atoke hadharani, atengue kauli zake, awaombe radhi wanayanga, awaombe radhi watu wa mpira kwenye dunia hii, ili na sisi tuwe na imani na kushirikiana naye kwa moyo mkunjufu katika kuendeleza mpira wa taifa hili kama yeye anavyojinasibu kwamba anaendeleza mpira wa taifa letu, na sisi tumunge mkono. Tunaamini tumeongea katika lugha ya kiungwana kabisa, kwa sababu sisi ndio klabu kubwa kongwe yenye mafanikio makubwa kwenye taifa hili, na asiache kulizingatia. Ndio klabu yenye watu wengi, ndio klabu yenye wanachama wengi, ndio klabu yenye mashabiki wengi kuliko klabu nyingine yoyote kwenye taifa hili. Kwa hiyo kuikosea heshima, kuikosea adabu, kuipa lugha za kuibangaza klabu yetu ni kuwakosea wanayanga ambao naamini wapo wanaowajua na wapo wasiowajua. Kwa hiyo tunachukua tahadhari kama viongozi wa Yanga, matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam, ni kwamba muungwana kuomba radhi ni moja ya muendelezo wa uungwana kwenye uongozi wake. Uongozi ni jarara, sisi sote ni watu wake. Anapokuwa ametukwaza, apitie njia ile ile aliyotukwaza kuja kututaka radhi ili maisha yaendelee. Asante.